kwa imani. Kanuni za kuishi kwa imani. Tujifunze dakika hizi chache ambazo Bwana ametupatia. Kanuni za kuishi kwa imani ndilo ambalo nitakufundisha kwa neema ya Bwana kwa hizi dakika ambazo ninazo. Nini Mungu ananisemesha kwenye hilo eneo la kufundisha kanuni za kuishi kwa imani? Ni moja ya vipengele vichache vya mzigo Bwana amenipa kwa habari ya kufundisha wanaotaka kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioamua kutoka katika hali waliokuwa wakiishi kwa muda mrefu, wameichoka, wanataka kubadilika. Moja ya njia kubwa ya kutoka kwa hayo maisha ni kuishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inakufundisha kwenye kitabu cha Ibrania, nadhani wote mnakifahamu, sura ya 10 mstari 38. Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ukiwa kama usomi Biblia, nitazame mimi sio mwoga. Ukinitazama na ndio unajiamini zaidi. Kanuni za kuishi kwa imani. Kwa nini kanuni za kuishi kwa imani, mwenyekiti? Ni kwa sababu ni moja ya njia kubwa ya kuchukua lango kubwa la mabadiliko kwenye maisha yako. Katika namna ile ambayo umekuwa ukiishi ya kawaida, ukitaka vitu vibadilike, moja ya kanuni kubwa unayotakiwa kuijua ni kuishi kwa imani. Ninaenda kuagiza kuishi kwa imani, mwenyekiti, anamaanisha nini? Nikiwa nasoma kwenye kitabu cha Ibrania hiyo sura ya 10 mstari 38, kwa sababu wengi tunaufahamu, ndio maana nimeusema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, bali akisitasita sina furaha naye. Hili somo lina maeneo matatu makubwa. Nitakufundisha vitu vichache. Cha kwanza kitakuwa ni kweli kuhusu imani. Jambo la pili nitakufundisha namna ama maana ya kuishi kwa imani. Na sehemu ya tatu itakuwa ni kanuni 6 za kuishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa na hayo maeneo matatu kwa haraka. Kweli ya kwanza, mimi nazungumza kwenye eneo la maana ya imani ya namna hii. Najua maana ya imani unaifahamu, lakini ulielewe kwenye ile eneo la somo la leo, natamani angalau uelewe kwenye tafsiri ya imani nitakayozungumza. Tafsiri ya imani ina mambo mawili makubwa yamebebwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania, nafahamu najua 11:1. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua umesikia, lakini sikiliza revelation. Najua moja ya kitu ambacho kinakusukuma ama kinakufanya ufeli kuelewa maandiko kanisani ni kukariri anachokisema mhubiri na ukazani kinatafsiriwa kama unavyowaza. Moja ya kitu ambacho utajikuta hauoni maana ya kusikiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kifungu umekikariri tangu mdogo, kisikilize tena, kwa sababu kina revelation new ambayo ukijui. Jamani, amina watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba kwa maana imani ni hakika, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa siendi yote, mimi ninamalizia eneo moja, nitachukua part A. Yaani leo tunafundishana part A ya maana ya kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tuna matarajio hapo? Wangapi tuna matarajio kabisa? Mwenyekiti, mimi na matarajio. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhalisia matarajio sio kama unayamiliki sasa, ni yale yajayo. Si ndivyo watu wa Bwana? So tunazungumzia wakati ujao, wakati tuko sasa hivi. Si ndio maana ya imani? Kwa tunazungumzia habari ya kuwa na kampuni sasa hivi lakini hauna kampuni. Unazungumzia kuwa na vitu vikubwa baadaye lakini sasa hivi hauna. So tunapozungumzia mambo yajayo, maana tunatarajia kuwa nayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Lakini nini kingine ambacho nataka nikuonyeshe kwenye eneo mojawapo la kweli kuu ambao nimesema hapa. Kweli ya kwanza, kweli ya pili, wakati nakwambia ni kuwa na hakika ya mambo. Naomba watu wote kanisani tuende na tafsiri ya imani kwa namna hii. Tusiendelee na baana mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yasiyoonekana maana yake ni kumwamini Mungu, kuamini malaika, sawa sawa? Ndio yaonekane. Sasa kwa habari ya hakika ni habari ya wewe. Amina watu wa Bwana. Ni habari ya wewe. Lakini tunasoma tena na kuambia tena kitu kingine, anasema kuomba kwa imani na kuamini ni tofauti na kuishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, na kila amwendee Bwana anafanyaje hivyo? Naamini. Si ndivyo watu wa Bwana? Lakini after saying amen. So ninatisha hapa mambo ya after saying amen kwenye Ijumaa ya maombi. Ukishasema amen, tumeshikana mikono, mwenyekiti kaisha ibada. What I'm talking, life after prayer. Yaani maisha baada ya kuomba ulichoomba kwa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tunachozungumzia. So unaweza ukawa una maombi, ni kweli, ukawa unaomba kwa Bwana ukiwa unaamini kabisa, nikienda kasweta saa 8 usiku kwa Bwana yuko pale, ninaweza nikaomba, ni sawa. After prayer kuna maisha yanaitwa maisha ya kuamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinaitwa maisha ya kuamini. Sasa nini ambacho nataka nikuelezee, na kitu cha mwisho kwenye hilo eneo nataka nikuonyeshe kwamba imani ni kibebeo cha mambo ya kiroho kuja mambo ya kimwili.
ni kibebeo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unahitaji kuamini, ndivyo unavyozidi kutengeneza uwanja mkubwa wa kubeba vitu vya roho kuja nje. Amina, watu wa Bwana. Hakuna namna ya kuweza kuchukua vitu ulimwengu wa roho kama uamini. Yaani chochote unachomiliki wewe kishaanzia ulimwengu wapi? Wa roho. Unachotarajia kupata kiko ulimwengu wapi? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapoona kwa namna unavyojiposition, unapoona unajiona mbali. Wewe finalist unamaliza, kuna vitu unatarajia, kuna vitu unaona, kuna matarajio unayo. Uhalisia yako ulimwengu wa roho. So tunachota vitu ulimwengu wa roho kwa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama tunachota ulimwengu wa roho, tunachota vitu ulimwengu wa roho kwa chochote unachokiona. Yaani hata kitu unachoona wewe kama ametengeneza mtu mwenye kiti, mtumishi wa Bwana, kimeanzia wapi? Ulimwengu wa roho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna kitu ambacho lazima ukiwa unahitaji chochote. Kuna watu wanataka watoto, si ndio? Mechanism ya mtoto, wale wanaosoma biology inaeleweka. Kwa habari ya Hana apate mtoto, mtumishi wa Bwana Sara, si ndio? Kawaida mwanamke ilikuwa imepita, lakini imani inabeba mtoto ambaye asadifu uhalisia wa nchi. Yaani kwa uhalisia wa mwanamke haiwezi kuruhusiwa tena. Lakini imani inaweza kambeba mtoto, Mungu wao ikamleta akawa Samueli nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio, unaelewa vizuri watu wa Bwana? Hata A, B kwenye masomo inastaki kwenye nini unaamini. Yaani habari ya SR2, habari ya ufahamu, habari ya GPA ni matarajio. Sasa hata hiyo inaanzia ulimwengu wa roho. Unavibeba vitu ulimwengu wa nini jamaa? Wa roho. Kibeba kinachotusaidia kubeba vitu ulimwengu wa roho kinaitwa imani. Natamani nikufundishe kitu kichache kinaitwa nini maana ya kuishi kwa imani nyingine. Fungua kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Habakuki ni vitabu ambavyo tumekuwa tukivisikia sana, lakini na uhakika vitatusaidia. Kitabu cha Habakuki bado inazungumza habari ya kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani mwenyekiti maana yake ni baada ya kusema amina kwenye maombi, kwa maombi uliyomwambia Bwana, unatakiwa kuendelea kuamini hata baada ya kusema amina kwa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe maombi hayaishi kuondoka ibadani. Maombi yanaendelea hata ukiwa Mungu. Jamani, amina watu wa Mungu. Unachotarajia hakiishi tu kwamba umemwambia Bwana, leo ukishafunga siku 7 za wiki kuamini una yeye. Ukianza hiyo unatakiwa uendelee kuamini una yeye. Jamani, amina watu wa Mungu. So unaendelea kuamini kwamba nipo chuoni, nina maombi ya kuombea nikitoka hapa nipate kazi. Hata ukiondoka chuoni, ukiwa nyumbani hujapata kazi, unatakiwa uendelee kuamini. Hata kama niliomba nipo yudo, bado naamini kazi tutapata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hatuishi kuamini baada tunavyoomba na kusema katika jina la Yesu niliomba na kushukuru amen. Baada hapo niliwaambia watu nyumbani nikasema jitahidi usiyafanye maombi kama unaweka kwenye kibubu. Yaani maombi unatakiwa unganganie mpaka inyeshe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunatafuta mpaka kutokee. Usiishie tu kusema ninaomba nimeacha mwenyekiti hilo nilishaliomba. Ndio maana unasahau ulichoomba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So moja ya vitu ambavyo nitakuelekeza kuishi kwa imani mwenyekiti maana yake ni kuishi kwa uhakika wa mambo unayoyatarajia. Yaani unakuwa insured, yaani unatembea ukiwa na insured ya GPA ya 4.5. Living in insured, yaani unaishi baadaye ukiwa sahihi. Huko ndio kuishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tunaelewana vizuri. Wakati wewe unaona PC ya kufanyia kodi, kuna mtu akiona PC anaona ni PC ya CEO wa kampuni. Yaani anaona ni PC. Yaani anavyotazama, anavyovishika, anavitazamia kwa habari ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wakati anatembea kwa habari anahubiri injili outreach, haioni kwa habari anahubiri injili outreach. Hata kama anaona watu ni wachache, yeye anaona ni watu maelfu. Anaishi kesho akiwa sahihi. Huko ni kuishi kwa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unachokitarajia lazima ujifunze kuishi sasa hivi. Unachotamani lazima ujue kuishi sasa hivi. How can I live tomorrow? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Una mahali kuishi kwa malengo, timiza malengo, sio? Tunasemana sana. Lakini kuna namna tunataka tukufundishe hata kama umemwomba Mungu kwa habari ya uzima. Umeomba Mungu kwa habari ya uzima nyumbani. Wewe roho ya umaskini achie. Sio roho ya kitu. Unaosema amen. Unapoondoka kwenye maombi, unatakiwa kuendelea kuamini eneo hilo lolokuwa unaendelea kuomba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa umekuja ibadani umelia, umetoa ile sera tu haieleweki, umekuja kumshukuru Mungu. Ni sawa tunamshukuru Mungu kwa sababu iliandikwa. Ila waisaidie kwa ina uso wako kumlaumu Mungu ningemlaumu. Lakini nimekuja tu kushukuru kwa sababu ya hizo hesabu 3 4 5. Nikishamaliza kusema amen, kwa kuwa umesema 6 7. Unatakiwa unapoondoka usimalize 6 7 umeacha kwenye kibubu. Unatakiwa umalize unasema unaenda la 6 7. Unaenda room 6 7. Unaenda cave 6 7. Sio unaelewa ninachosema? You live tomorrow while you are today. Unaposhikilia unaimba nene hapa, hauoni tu kundi la kaswida tayo, unaona kundi unaoliona baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Sisi tunaelewana vizuri. Unapovaa viatu, unavaa koti Samuel zake, ujioni kwamba unaenda fedha, unajiona unaenda kwenye ofisi ya mkurugenzi. Yaani unaona unakuelekea. Jamani, amini watu wa Mungu aliye hai. Sasa nataka nikuonyeshe vitu vichache ambapo nimekuambia kuishi kwa imani ni kuishi kesho ukiwa leo. Unaishi kwa uhakika wa kesho yako. Yaani juizi haipo bado, si ndio? Na mmoja watu ambao tumeomba, wangapi tumeomba kabisa mimi mwenyekiti na uhakika mbele ya madhabahu nimeomba angalau niwe na yeye kwenye service. Tupungiane mikono. Kama haujaomba hilo achana nao. Kabisa mimi ninaomba hilo kwenye maisha yangu. Mungu akubariki sana. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unapokuwa umemwambia Bwana kwa habari ya masomo yako, umemwambia Mungu kwa habari ya hivi, Mungu hizi kile nimechoka. Mungu hizi sababu nimechoka. Bwana asiniache mimi kila semester anachukua. Sio jambo la kawaida. Unapomshirikisha Mungu kitu, usikiachie kwamba atashughulikia. Maombi is not request. Sawa. It's not application letter. Application letter you wait for report ndio wanakupigia. So unaendelea kusubiria. Sasa ukionyesha unahitajika sana, unaonekana una shida. Sisi tunasema hivyo mzee. Lakini tunachozungumza kwenye maombi unatakiwa uendelee kuingania mpaka kitokee. Jamani, amini watu wa Bwana. Yaani unatakiwa kuingania mpaka unapoingia kwenye test 1 kwa sababu ni moja mtu unayetarajia unajitamkia kabisa. Java ninaoingia sasa hivi. Hii ni moja ninaoingia naingia nayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kinachohitajika wewe unaishi. Kwa sababu ukiwa unaishi tu kuomba kwa imani au kuishi kwa imani, ndio maana uone unavyoviomba. Unaomba vitu vingi viko mlangoni, tatizo vinakutana na mtu ambaye haishi kuviamini vinakuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya kwanza ambayo Mungu amenipa nafasi ya kukufundisha leo, kanuni ya kwanza inaitwa kuona moyoni mwako. Andika kabisa. Kuona moyoni mwako. Gideon, nisikilize kwa makini. Kama hauoni kwenye esaratu yako, moyoni mwako, esaratu haiwezi kuja kuwa na hata siku moja. Niamini mimi hivi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu haviji kwa bahati. Kama unamtegemea Mungu kwenye eneo la haviji kwa bahati. Jamani, amini watu wa Bwana. Usichokiona moyoni uweze kukiamini. Huo ndio uhalisia. Nimekwambia tunazungumza upande mmoja wa kuwa na hakika ya mambo yako. Kama hujioni kuwa sio, uweze kuamini kuja kuwa sio. Kama hauoni nyumba ndani ya moyo wako, you cannot own the house. Never. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hauoni, kwa sababu jifunze kuona unachokitaka moyoni kwanza. Usisubiri kuhubiria, usisubiri mtu anakuja hapa ashiba anasema mimi nilikuwa mwaka wa kwanza nilikuwa na nyumba yangu, nilijenga nyumba. Uweze kuamini kwa kuwa inspired. Unaendelea kuamini because you have seen inside you. Uweze kuwa na kama uone moyoni Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuwa na amount ya biashara ambayo ulikuwa unatamani kuwa nayo, kiwango ambacho unakitaka kama unakiona moyoni. Unachokiona ndicho unachokiamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unachokiona wapi? Sio macho, unachokiona moyoni. Ukiona unapata utakuja kupata Tatizo kama ujioni unaweza ukafaulu, sahau kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio changamoto. Tatizo unajiona ni wakufeli sana. Na ndio maana ni ngumu sana kutoboa hizo sababu. Yaani tunasema hivi, unaruhusiwa kuanguka lakini hauruhusiwi kubaki ulikoanguka. Si ndio? So swala la sababu sio shida. Sawa? Ila kwa nini unabaki kwenye sababu? Kukeli haina shida. Si ndio dogo, si ndio? Mzee wa shule. Ni mmoja ametatu wa elimu hapa ndani. Ni sawa, kukeli inawezekana akakeli yoyote. Lakini shida, mbona umebaki kwenye kukeli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie, kama hauoni kwamba kuna semester anaweza ni scale, mimi nataka nikwambie, kama hauoni hiyo semester, nakwambia hii ipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hauoni hiyo semester kwamba kuna semester mimi sitauli mwezi wa 9. Kama hauoni kwamba kuna mwaka mimi nitavuka sijaiona, nataka nikwambie utarudi mwezi wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ninachosema? Jitahidi kuona vitu moyoni kabla hujaviona nje. Jitahidi kuiona sio ndani kwanza kabla hujaona masio walio. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujatutangazia nini mchungaji mtarajiwa? Do you see, are you a pastor inside? Unajiona pastor ndani? Wanaojiita mabest student walishajiona ndani kwanza. Vitu havitokei kwa bahati hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu. So nini Mungu anatusemesha? Naomba ufungue Biblia. Umekuja na Bible, sio? Haya, fungua kitabu cha Marko kwa haraka. Nimesema ni kanuni ya kwanza. Ona unachokiona ndicho ambacho kinakufanya uamini. Hali ya kutokulizika. Jifunze kutokulizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilizike na hali ulionayo. Kama hauoni kutokuishiwa hela,
kabla ya gumu kutoka, utaendelea kuishiwa hela mpaka unamaliza mwaka wako. Mimi nakuhakikishia. Na kuna watu tunao kanisani hawaishiwa hela. Sawa sawa watu wa Bwana. Unaelewa ninachosema? Kama huoni kwamba inawezekana mwaka fulani kavuka, mimi ada nikaiweza, sitamaliza ada nikiwa wiki la kufunga kabisa. Yaani wanafunga kesho, mimi ndo nalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaona ni masifa kwamba ndo legend. Sio legend mtumishi, ni roho ya umaskini na kusumbua. Siku utakayoona unaweza ukamaliza ada mwanzoni, you can. Jamani, amini watu wa Bwana. Soma kitabu hicho kidogo, Marko 11:23. Marko 11:23 anasema, ndio, amini nawaambia, sawa, yote atakayeuambia mlima huu, sawa, ng'oka ukatupwe baharini, sawa, wala asione shaka moyoni mwake, sawa, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia. Kuna uhusiano wa kuona na uhusiano wa kuamini. Unachokiona ndani kinasadifu na amini nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ndani yako uone kumiliki range, sawa, kumiliki range imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachokiona ndani ndio kinachokuja unachokiamini. Kachi. Namba 2 mwenyekiti ni kitu gani? Nimekwambia moja ya vitu vinavyokusaidia usione, acha kulizika. Sawa sawa? Acha kulizika. Jitengenezee mtandao wa watu wanaowaza juu. Penda kutarajia mambo makubwa ambayo yanakutishia hata akili kuyafikiri. Unaelewa ninachosema? Yaani ukiwaza hivi kwamba hii semester nipate hizo zote. Sio unaona unashtuka hata sasa nikikwambia unashtuka. Sasa ili muone Mungu ni mkubwa kuliko akili zako, unakuwa uwaze zaidi ya uwezo wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko ndio tunaweza tukasema Mungu ana matunda kwenye maisha. Sasa unawaza kuwa na A2 wakati unajua una uwezo wa kuwa na A2. Sio ndio? Unawaza zaidi ya unachokiwaza. Yaani unawaza, unakuwa unaona ndani vitu ambavyo kiuhalisia huo uwezo hujajiwahi kujiona unatokea. Sasa nataka nikuongezee kitu cha pili kinasema kutosahau unachotarajia. Ile ni changamoto wa Kristo wengi, hata kasipata wewe, na nilipiga kelele Ijumaa. Marufuku kuomba na ukasahau ulichoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Marufuku kuomba alafu ukitoka kusema amen ukasahau. There are some many people hapo waliingia mwaka wa kwanza walikuwa na maombi ya Mungu, wakamwambia Mungu, nataka nitoke hapa nikiwa na A kwenye maisha yangu, sitashuka C. Ulipopata C semester 1 umesahau kwamba uliwahi usipate C. Dai ile kitu. Biblia inasema nikumbushe. Si ndio Isaya 43. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau kadiri. Nisikilize vizuri. Usisahau ulichowahi kuomba kwa Bwana. Moja ya kitu kinakufanya usiendelee kuamini ni umesahau ulichowahi omba. Watu wakiinuka kwamba wanasema Isaac hili uwezi. Lakini uliwahi omba Isaac, uliwahi funga siku 3 za kwa sio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimaliza kusema amen, it's not over. Unatakiwa kuendelea kuamini huku unakumbuka. Uliwahi omba mtoto. Mtumishi wa Bwana Hana alikuwa sahau. Aliomba mtoto akusahau. Umeomba GPA ya 4.5, umeshasahau. Yaani ulipopata tu GPA ya 3.2 semester 1 mwaka wa kwanza. Ila wewe ndio uliyesema unataka GPA ya 5. Si ndio wewe? Au ni nani? Ni wewe, si ndio? Lakini up to those day ulipopata ile kitu, ushasahau kama ni wewe uliyeomba, hutaki tena kusahau. Yaani ushasahau. Ndio maana Biblia inasema nikumbushe, nieleze mambo yako upate kupewa haki. Ya kuna mambo ni haki yako, sio jambo la prayer point, is your right to get. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri watu wa Bwana. Ninaomba nikwambie kitu cha pili kinachosema kwamba jitahidi sana kutosahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na prayer point. Kuna wakati mwingine jikomiti kwa na tatu za kuombea prayer point hiyo. Usahau. Hata unaposimama unasema ajira hamna. Watu bado wengi. Wewe uliwahi nini? Sasa wakati umesahau kwamba uliwahi upate ajira, unaona ila kweli mambo yamekuwa yamekaza. Ni wewe unaifunga siku 7 na tunakuja nazo sana zingine hapo za kuombea finalist. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe umesahau. Wakati unasema maana nasema mtihani wa mwaka huu umefeli sana, HIS kabisa ndio umeborora kabisa. Lakini matokeo bado. Wewe uliomba nini? Unakubaliana, inawezekana tumefeli wengi sasa, tunasikia safu nyingi na unakubaliana nazo. Ni sawa ziko, lakini uliomba nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau unachokiomba. Ndio maana tunakushauri. Unajua kwa nini wachungaji kanisa wanasema ni kama maombi 5? Yaani sio kama boshe yetu ukiweka hapa hivi, yaani usiku hapa unachoma au mtumishi wa Bwana. Hata hapo tunaweza kuyafanya hayo mambo. Lakini tunachokitaka tunasema uandike ili to keep in your mind. Sawa sawa? Tukuwekee kichwani, usisahau kwamba ndio wewe unaomba jipenda 5. Ndio wewe usisahau. Ndio namshukuru Mungu katika ile maombi 12 niliandika nipate mtoto nimepata. Sikiliza, anakumbuka alichoiomba Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu.
Na mwenyekiti, naweza kutosahau nilichoomba. Jifunze kung'ang'ania mpaka kitokee. Haiishi mpaka imeisha lele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani swala la unapojiona usitiwe moyo kwamba una event ambayo watakuja watu 5,000 6,000. Lakini unaona watu 6,000 hauoni hao. Unaona 10,000 usiliziki. Ng'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione aibu kuombea prayer point moja wiki nzima bro, uchozi. Ndio tunachosema. Yaani usione aibu kuombea saa yaani ombi hili unakesha kuombea kila wakisema maombi ya asubuhi. Wewe atasema uwe na ombi binafsi. Ombi binafsi yako ni kuombea umaskini wa nyumbani kwako. Unaombea umaskini wa nyumbani kwako miezi mitatu. Usiogope. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema na mbili hizi zinatosha umekiliomba ile ndoto imeisha. Lakini roho ya mauti unaiona nyumbani. Na umeacha unasema nitaendelea kuomba ili mpaka lini? Usikate tamaa kuombea. Unanisikia? Omba mpaka vitokee. Yaani ng'ang'ania mpaka inyeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikupe namba 3. Nimesema namba 2, shika hiyo. Namba 1 nimesema ona moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakoelekea unaona moyoni. Namba 2 nimesema jitahidi kutokusahau unachoomba. Sawa kijo? Yaani unachokitaka kile kusikisahau. That's why we write down. Ndio maana tunaandika. Ndio maana watu wanaandika. So nimekwambia namna gani naweza nisiwe na sahau ng'ang'ania. Lakini natamani sana jambo la 3 ambalo naenda kumalizia sasa hivi, ninasema kuishi kwa ushuhuda. Hapa najua ninawaathiri watu wengi sana. Napiga sana eneo la elimu ili angalau ufunguke ufahamu, muone Mungu anapojifunua kwenye eneo la elimu. It's not all about to study hard. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mbali ya elimu sio issue ya kusoma tu kwa bidii. Utaamini macho yako. Bidii bila Mungu isiko tu zero. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naye nikwambie kitu cha pili, cha 3 kinaitwa ishi kwa ushuhuda. Kuna watu hapa mmepata edition 1.7 mlipokuwa mnaondoka advance au form 4. Na uhalisia una uhakika kwamba mwenyekiti hata hapa nikisema upunge mikono, ambao wana uhakika form 4 wamefaulu kwa sababu Mungu kawafaulisha. Yaani kuna wale ambao walikuwa kipanga hivyo sawa. Lakini kuna sisi wakina sisi wale ambao kiuhalisia tumefaulu, Mungu katufaulisha. Na tulifunga 7, si ndio Mungu, si ndio mzee wa Mungu. Yaani tulikula 7 za form 6 zima hadi Waislamu walifunga. Alafu mambo yakatokea mzee. Watu wazipatikana nyingi. Lakini unakuja chuoni unapopata sub 5, umesahau kama ndio Mungu aliyekupatia 1 ya 7. Usi-expire ushuhuda. Still live your testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo anachosema, usisahau, yaani swala la Mungu aliwahi kukuponya kwenye ugonjwa. Huyo Mungu mlete kwenye elimu. Si ndio ulitaka kufa benja, si ndio? Sio wewe nafanya mfano. Yaani unakumbuka Mungu alipokuchomoa benja. I know unaelewa ninachoongea. Yaani kabisa hapa wengine ngakufa leo. Lakini huyo anapokuja kukutana na masomo anasema siwezi tena. Mchukue yule Mungu ambaye alimpatia mtoto mamako, mlete kwenye maisha yako, anaweza kukupa hili. Usibadilishe useme mwenyekiti form 4. Tatizo una expire ushuhuda. Kuna mambo Mungu amekufanyia unajisahaulisha. Sawa sawa? Yaani unatabia kujifanya umesahau. Jambo limekuja ligumu unasema ila ni wewe ambaye uliomba mama akapona. Sio unakumbuka? Ni wewe ambaye uliomba hilo zombi. Lakini unapokuja kwenye maombi magumu unaona kama Mungu ambaye alimletaga mamako akawa mzima akata anazaa mdogo wako, anapokuja kwako unapomchukua yule Mungu unapoleta kwenye masomo unasema Mungu wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme Mungu, yaani ngoja niwaambie. Uhusiano wa kumuua dubu na simba na kumuua mtu una uhusiano. Dubu sio mtu. Jamani, Bwana asifiwe sana. So usiogope kulileti ushuhuda ambao Bwana amekusaidia ukauleta kwenye eneo la elimu. Mungu alikupa 1 form 4. Ndio huyo anaweza kukupa kipei ya 5. Ila sasa hapo umetoa unasema ila form 4 yake na form Mungu hajabadilika lene. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usi-expire. Yaani usifanye ule ushuhuda uka-expire kwa namna ya mazingira unayoona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimekuja chuo ni Mungu, yaani jifunze. Usiseme aviendani mwenyekiti kali hivi aviendani. Dada wewe ndio uliyeomba kaka upate kazi. Si ndio huko tuliomba. Na kaka alipata kazi. Sasa yule Mungu hajabadilika. Chukua ule ushuhuda ule. Mama Juma mlete yule kwamba Mungu ndio ulimpa kaka kazi. Mponye mama. Wewe sema aviendani. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Bwana. Ishi ushuhuda. Kazi moja usisahau Mungu alichokutendea. Jifunze kufikiria ushindi ambao uliwahi kupata zamani kuliko failure ulizozipitia zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua yuko mtu ambaye aliwahi kupata F ya mass, lakini una statistic na probability. Ukiwaza ile F uliyopataga form 6 na kuambia probability ya pass kutoboa. Lakini kuna siku wewe form 2 uliwahi kupata 100. Hebu think about that testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria ule ushuhuda. Afu ulete huko.
Sawa sawa watu wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wengine biashara iende, lakini Mungu aliwahi fanya kitu fulani kwenye eneo la afya yako. Wakati unaanza biashara, yule Mungu mchukue wa afya mlete. Jamani, amina watu wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mnanielewa ninachosema? Unajua tupate ripoti. Mungu akubariki sana. Naenda kumalizia baki point mbili. Jambo la mwenyekiti, nawezaje kuishi ushuhuda? Nawezaje kuishi ushuhuda? Usipunguze uzito wa ushuhuda. Jifunze unapoingia kwenye maombi, unaposema asante Yesu. Mimi mwingine kwa sakala anaongoza maombi. Mshukuru Mungu, mshukuru. Kuna wakati mwingine tunamshukuru Mungu tuko chuoni. Kuna mtu anasema nashukuru Mungu alinipa A for 4. Nilikuwa nimepata C, nilikuwa kupata 0. Mimi nilipata A. Mungu asa. Yaani kuna mtu ni muujiza. Mpaka yuko chuoni anamshukuru Mungu kwa kufaulu form 2. Sasa wewe unapuuzia sunazani ushuhuda umeshaisha kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliyekufaulisha kwa mtu mkubwa kwenye shukrani ukiwa chuoni. Sawa sawa. Yaani ukiinua sauti yako kumshukuru Mungu, Baba asante. Mama yako aliponywa mwaka 2003. Mwaka 2003 ndio aliponywa mama yako akiwa mgonjwa. Wewe leo unaombea biashara huko chuoni. Ni yule Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yanayosema Mungu alitenda mambo makubwa, bali Shamu alifungua lini? Eti miaka 1000 mpaka leo Mungu aliyefungua bahari ya Shamu. You believe more bahari ya Shamu unashindwa kukumbuka ambacho Mungu alikusaidia wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama kidogo kinaingia sana, inabidi usipige sana makofi. Jamani, amina watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nikufundishe. Unaweza wakati mwingine ukampa Mungu majina. Kuna wakati unapenda kusema Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka. Unaweza ukaanza kumpa Mungu majina yanayoendana na Mungu anachokusaidia. Utasahau. Kuna watu wanamuita Mungu wa division 1 wako. Yaani akiingia kwenye maombi amtaji Mungu wa Elia, anasema Mungu, na uhakika Mungu wa Elia na Mungu wa division 1 ya form 4. Akifika anasema Mungu wa division 1 ya form 4, ninakuita Bwana kwa ajili ya afya ya baba yangu. Ndio huyo. Amen. Sasa unaamini kwa habari ya Mungu wa Daniel miaka mingapi Daniel? Mbona unashindwa kuamini ugonjwa wa juzi aliyomwondoa mama? Uko vizuri kutaja majina ya Ibrahim na Isaka na Yakobo. Wewe unamjua. Ni vizuri hiyo, lakini swala la wewe mbona hujitaji? Ulilazwa unajua. Kwenye kitanda ambacho mtu jana tulitoka kumzika, tukampeleka kwenye moshwa. Ukalazwa wewe, asubuhi katoka. Sipo la kikati kesho. Wewe. Mkumbuka wewe Mungu aliyekutoa kwenye kile kitanda cha Odi. Sema Mungu wa Odi. Ulinitoa Odi na kushukuru. Na kuomba kwa ajili ya hili. Umeelewa unachosema? Kumtaja Mungu ambaye amekusaidia kwenye mambo yangu sio kukufuru. Usipotaja Mungu Elia kwenye maombi basi nimekufuru. Mungu hatajua. Kama una uhakika ya form 4 ulipata kwa Bwana, njoo utaje wewe Mungu wa Elia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Number 4. Nisema number 4 ya number 4. Ishi matarajio yako sahihi. Kwenye mabano andika imagination power. Imagination power. Bwana Yesu asifiwe sana. Among of the things nataka nikukumbushe, imaginations brings inspirations. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yes, asante engineer, naona umenielewa sasa. Nataka na mimi nikukaje hapo Mungu ananiongoza nikutolea mfano. Unapojia, yaani unajua unaomba, unachokitaka. Unaomba kwa mfano ana ameomba mtoto. Anakikaa chini anatafakari kapakata mtoto. Sio, unanielewa vizuri. Tatizo ukiomba unaenda kuimagine tofauti. Yaani ukiomba una imagine test 2 unaenda kudai na wewe positive. Sasa hiyo ni changamoto. Make sure what you pray sure. Inatakiwa uendelee kumhadi mpaka ukikaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama unaomba kitu cha habari ya kazi, you must imagine your work. Sasa hapo Mungu. Yaani ukikaa leo utakiwa kuanza habari ya mambo mengine tofauti na ulichoomba. Tatizo utafakari ulichoomba na maana unasahau kuamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So umetoka kuomba Mungu, prayer point yoyote. Yaani useme Mungu asante, ninaomba kwa ajili ya uzima wa mama, ninaomba kwa... Ukisema ninafuta roho ya umaskini nyumbani kwetu, ukiinuka hivi, unakuwa uone baba anamiliki mashamba tena. Yaani what you imagine iendane na ulichoomba ibada. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba katika jina la Bwana wa Bwana aliye hai. Ninaomba Mungu aliye hai. Unaposema Mungu naomba uponyaji kwa mtu. Naomba Mungu kwa habari ya elimu. Asi unatoka. Wakati ukiwa unafungua Isara tu, haijatoka matokeo, lakini unakaa unaimagine. Hivi waga zinaonekanaje? Unachukua plain paper, zile plain paper nyeupe, unaandika kwa sababu unasoma afu unatia hivi zinaonekanaje? You imagine what you have prayed. Unasahau kuimagine now. Power of imagination brings inspiration. Sasa watu hapo. Kuna wakati mtu anaweza akakata masaa 4, anawaza kule anakoelekea. Masaa 4 anawaza kule anakoelekea. Anajiona mtu mzuri. Anajiona sawa. Imagination inakuendelea kuinua imani.
Inainua imani ndani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni mwalimu wa neno la Mungu somewhere. Unaanza kuimagine uliko. Umeomba Bwana kusaidia hiyo fahamu. Unajiona kuna watu hapa una plan ya kuwa best student. Na naomba si mnamfahamu vizuri. Ule ushuhuda wao anasema mara kadhaa, si ndio? Wakati hiyo anasema ninawapanga hadi wenzangu naambia semeni nao, chuoni na nauka the best student. Sawa. Anapita. That's all is all about imagination power. Inakufanya usiogope mtu atakikwambia uwezi. Sawa. Umekaa kwenye imagination za watu hiyo. Umekaa kwenye imagination ya kuwa best student. No matter what. Unabaki kwenye imagination zako. Tumia hata masaa mawili matatu ya kuimagine mama haumi huu mwaka. Umeelewa ninachosema? Yaani stories za mama kuumwa huu mwaka itatokea. Ujiimagine. Afu unajua Mungu atamsaidia mama. Yaani unamwona mama akiwa kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona umaskini kwani Mungu. Yaani unaona kuna vitu tunamiliki. Number 5. Nimeomba imagination power. Huyu alikuwa anamtumishi wa Bwana. Hebu fungua kitabu hichi. Sema nakimbizana na muda. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Biblia inasema ni kiini nyepesi yatufanyia utukufu mwingi. Kuna mambo unayoona ni nyepesi kwa sababu ya kule unapojipachi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ninachosema? Kwa sababu unaona kanani yako ya elimu yako, hauogopi kwa ajili ya hivi hesabu, utatoboa. Wakati mwingine huoni mbali, ndio maana unanikuta uchomoi hesabu. Kwa nini? Unakuwa na hofu. Wengi wanaochomoa hesabu wanaona ushindi baada ya hesabu. Sasa unaona kushinda kwenye hesabu, huwezi kuona ushindi wa hesabu. Umeelewa ninachosema? Kuja mwezi wa 9 mimi sikukatazi, kuna kuanguka huko. Sawa. Umeelewa? Na siko kukudisappoint, niko kukufundisha kutoka kwenye hilo eneo. Kukaa hapo haifai. Jamani, amini watu wa Mungu. You can imagine kuna mwaka navuka, sijui mwezi wa 9. Una imagine mwezi wa 9 atakuwa na mpango gani? Leo una plan. Yaani unajiwekea mpango mwezi wa 9 nitakuwa niwe shambani naandaa shamba. Mwezi wa 9 nitakuwa niwe nafundisha. Mwezi wa 9 mimi nafundisha. Naandaa mpango wa mwezi wa 9. Kama sitakuwa sawa nitakuwa nafundisha. You imagine where you go. Una imagine unakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ninachosema? Create wa picha. Sasa kuna mtu mwingine akifunguliwa ufahamu hapa ni movie tosha ya kule anakoenda. Sasa huko unaomba na umeshasahau unachoomba na hauimagine unachotaka. Tutafika. Number 5. Mungu akanipa kisema hiki kinasema kujitamkia uwezekano wa unachokitarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kujitamkia. Yaani tatizo unachoomba na unachokitamka ni very different yo. Ni wewe unataka hii. Ila ukifika darasani, hata sina tosha. Hapo ni mtihani ukakaza bwana. Mimi waga sipeleke ndogo ni mtihani tunaongozana kutoka leo la 2. Kwani umenipiga lakini hii ndio sasa. Lakini sasa hii ni sigi na lakini sasa. Niache niende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtihani yoga inajulikana. Lakini sasa hivi niende. Nataka nikufundishe as you pray kwenye madhabahu, still confess ushindi kwenye kile ulichoomba. Sawa. Hii si more than to say amen. Yaani nikisema nikishafunga ibada ya Ijumaa what past ulionayo pale spiritual man need to speak ushindi ulichokitaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tatizo una speak different to what you have prayed to God. Hiyo ni kitu hatari. Ndio maana vitu unavisulia mwenyewe kutokea kwa sababu Mungu ajibu. Umekiri nini baada ya kuomba? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ya Goliath na Daudi ilianza kwa namna ya ukiri. Sawa. Kabla tujarusha jiwe, kabla hujaingia kwenye jiwe, unakiri nini kwa mbele ya jiwe? Upate ushindi kabla ya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize ninachosema. Kasome wewe vita ya Misri pamoja na Israeli. Iliwahi kufanyika kipindi cha mfalme wa Ezekiel. Maneno yalianza kupigana kwanza na tukaingia vitani. Sawa. Unatakiwa uanze kutamka sio unatamka kampuni kwanza. Usiogope. Na hiyo ni out of the service. Unaweza ukafanya ukiwa barabarani. Yaani I'm working with this briefcase as a person going to the office. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani work like that. Yaani umevaa hizi buti kama engineer. Sijavaa kwa sababu viatu vile vimeharibika. Yaani Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ujifunze. Tatizo unadharau kukiri. Sawa. Mimi huwa napenda sana as this can happen. Yaani kama nifanyacho hiki ndicho hiki kitakuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio baraka zinapotokea. Sasa tatizo unapoona unasema kama Bwana alivyo. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia sio ndugu yake alikuwa hana kazi lakini akiamka asubuhi anavaa kaunta suti, viatu, afu anakaa sebeni. Anakaa sebeni, anakaa sebeni, hana kazi. Ila anachokiona ni kikubwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu. Jitamkie ushindi. Jizuie kuangalia au kusikiliza upinzani. Fanya usifunga mkono.
Ni wewe utakubaliana kusikiza sauti za wengi zinazosema kazi ya Mungu. Sawa sawa? Na ndio zinakuaffect hiyo. Yes, ndio zinakuaffect. Sisi actually sasa hatukuoni mtaani. Sijui kama unajiona mtaani. Mimi sioni mtaani. Sijui lakini wewe utajua unapojiona. Sio? Lakini mimi sikuoni mtaani. Mimi nakuona sehemu fulani. Haya, wewe tumalize. Jifunze kutokusikiliza au kuangalia upinzani. Kuna kitu natarajia, sio? Jifunze kuzuia maneno. Unajua kwa nini Yesu alimwambia Petro rudi nyuma? Sio ampende. Tatizo anatumiwa na shetani kusema sauti za upinzani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila story ya mtihani leo kwa umekupiga lazima usikize, si ndio kule? IP, suri sana ushuhuda wa IP. Lakini Bwana sasa alikutokea. Alijizuia story za kutamka IP ni ngumu. Alijizuia sana. Unanizingua. Muda mwingine ni discussion umemaliza lakini unaanza kujadili mtihani. Unakuwa affect kwa sababu ya IP mna mpango wa A, si ndio? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu. Jizuie kusikiliza upinzani zaidi kuliko ushindi. Kuna wakati ukiwasikia, mimi nimeweza. Ndio unaanza kuwa inspired. Kila unayemsikia hana kazi. Simu zote ulizonazo ndani final listen. Ndio wangu mtani kugumu. Mtani Musa, Mungu ni mgumu kuliko mtani. Yaani unakuwa na leo na upinzani na ukinzana na ile kitu. Huduma ni ngumu mtumishi. Huwezi kufika mbali. Uchungaji usione urahisi. Watu wanakaa sura zimechanika. Lakini sio mimi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kukiri ushindi unachokiomba. Ndio maana usisahau. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwisho kabisa, Bwana alifundisha na nadhani wote mnafahamu habari ya historia ya Daudi. Samueli wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Sijaanza kukujia ila naanza nakujia kwa neno. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa ninachosema watu wa Bwana? Yaani kuna watu if you are not inspired, you will be expired. So kama haujihamasishi utaanza ujasiriamali. Mwanzo mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshimu mwanzo mdogo. Unapokuwa hauheshimu vitu vidogo, sahau kupata vikubwa. Vitu vidogo ni mbegu ya mambo makubwa. Kuanza kidogo, uruhusiwi kuanza kidogo. Nani unaruhusiwa? Unaruhusiwa tu kuanza na simu, ila hauruhusiwi kuanza simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaruhusiwa kusema naweza papa salau kuanza unasalau ukubwa unaotarajia kupata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ninachotaka kusema kanisa la Mungu? Kwenye eneo la vitu vidogo jifunze kuanza. Wale wasamani wale wakoma wanne, si tunawakumbuka watu wa baba. Kama wasingeamua, kama wasinge
inaenda kuamua unaenda. Na ukaijenga siku ya Yesu asifiwe sana. Kitu anavuja sana ikifaki. Ni kwa sababu pia kutunza tu. Funika macho sasa na kazi chache. Tuna sadaka zetu, tuna Mungu alizotujalia. Mungu akujalie kwa sadaka ishike mkono. Tunaenda kusema kitu kwa Bwana.